Karibuni kwa ibada hii ya mwenda wake pia inayoongozwa na alipikoni wetu. Tuomba ya kwamba tuna watulivu tunapoenda na ibada hii ya mwenda wake. Karibuni sana kwaya tunakuonza wimbo nzuri ya hymn 256. Asante. Tunasoma Zaburi 39. Zaburi makumi kataronde 9. Ndasunga mbu ende iranga kahala munjira tyanje bende sho kuonona ende olulimi lwanje lilingira omunwa kwanje ende olukhoba omube olweshiri imberi wanje talishinga omusiru indaolera tsi shindasunga khuli khuwa katalila itawe masala kanje nkachetsibwa omwoyo kwanje ni kwakha mushirifu shanje nolonda irisya khuo omundu nikurubukha wanasunga n'olulimi lwanje omwa yeshaka mushanje ndetsindalo tyanje ahatsiyera anayemanya shinga olwa ndali umwindi futa lola tindalo tyanje otitutuye shinga otuchara otsinzala ukuli wanje shine shindu kwiweta toto mwene buli mundu kata nokutsobutswa nomuya butswa buli mundu yesi abiranga shinga shinini toto mwene behendija haralilifuwata akungasingia obwenda naramanya awulibwira tawe nebulano enindira shino mwana bula obwisiki bwanje buli kumubiri wo umboni mubononi bwanje bwosi orandeha okubalinyeko alibamayanuta basirwala ninda sama omunwa gwanje ta okuba owalepolaniwe umbini yako indobishiyo okuba ndakameserebwa enala odwokukupwa nende omuhano gwo olwo omuyibira omundu n'omuhalabira kulw'obumaya nibwe wakemusingia obulayi bwo kinga obulibwa nende amatiriri toto mwene buli mundu n'omuya butswa omwami umbulire okusaba kwanje noreka kukhulira kwanje noreka amarwe khulira kwanje oroholera amasika kanje ta okuba ende omucheni ninawe khandi nomuchendi butswa abebusi banje bosi shinga olwa balingi ondeshekho hatutumbu ditsemo amani nishiro okhwinyoha okhwerera elala
Zaburi 90. Zaburi ya 19. Eyo mwami ni wenyene walingi ekimenyo kyefwe okulula kunzibilo tyosi singulu niturashebulota kata noshiri okuberekwa kwo esyalo nende ebindu ebirimwo niwe hakaba owalingiho emika ekirakamata okeng'anga abandu mbu batye mukutiba nosunga mbu kandisheyo inywe abana b'abandu okuba emika kishikumira imberiwo kifwana shinga inyanga yesyabere olwayabirire kata shinga ekisisumuho kyomushiro obayirira elala shinga umuhula bafwana shinga abali mundolo mutuli bali shinga omuloka okusebuka mutuli kusebuka nukuramera nemungodobe kuremulwa mukuniana okuba oburunya bwo bukung'ayiyapo oburuma bwo nabwo bukuresya emyoyo ebyonono byefwe bakale imberwo obwononi bw'amabiswi nabwo mumubasu kwomubweri bwo okuba tindalo tyefwe tyosi tibire muburuma bwo emika tyefwe tiwawo shinga olukano tindalo temika tyefwe nemika 70 kata etyoyo owamani tinyala kuba 80 ne okutobwa tyo nomunyaka n'obutwa endamasira okuba tibiradwangu ninefwe kwamyuka mwina okutwaranga obunyali bw'okubinya bwo nende oburuma bwo shinga odwa okoyire okuribwa okwekesye okubalanga kulyo tindalo tyefwe mana kunyolenje emyoyo ky'obukesi omwana okusaya mbu okukadushire okulalina nikaduka semahuwa kabasumba bo mutuli okwikusye nende okukosya bwo mana kutatahale nokusangala tindalo tyefwe tyosi mulana kwihoyesye tindalo shingo oloteli tinyiji etyawakung'asiryamu nende emika shinga olwajali etya wakunyolelamo obusangi omulimo kwa ohola kuloleshere abasumba bo nende oliyali lwo ku baana babwe obulayi bwa omwami nyasaye wefu be kwifwe otisye kwifwe emirimo ky'emikono kyefwe toto mwene emirimo ky'emikono kyefwe okitinyisinje siyire kwesi oliyali bulezenje kusefwe nende kumwana nende kulondaku shingololo likihale shingololo likihano shingololo ezanga esoni amina Nakongoniye omwari wanje shimumangwe shinduhanita nakunyamunga kubunyasi obui natairanga amutera obulai Yamulinda obulamu bwange yanamulungishikulwa eliraye nimaliholamawalusisekeaulume shindira eshindota obelinayalala indakushionemeshukukajalayo binemya omoyo kwange wirusinzirjanebimamoni wabasuku bande wambashamafurakuwe esanda shanje nacho shitsure shisundulanga amu kwanje
asilimina mpya omwami milikanelika oluyalulwesenye kusekwe nende omwana nende uroho mulatu nebisoni amina. Somesa kureka ya mbere isuda niyo kumnende saranu rinyada bamukumikabiri nebudano Kristo yadamushe mubafu niye kaduda obuya obwabo abali mundodo okuba okufuwa shinga odwakwarerwa nende omundu n'odwobutamushibwa abafuna bwakwarerwa nende omundu buriyo okuba abandu bosi shinga odwabafuyiramu Adamu n'odwabosi bali kadudwa abadamu bari omu Kristo ne buli mundu mumasinjikeke owambere niye Kristo obuli obuya n'odunyuma abandu abali abakristo omwene odwa alitsa abwena okulibawo omumaliriko odwa alire kuwulira Nyasaye samwana obwami odwa aliba n'amalire okuyinyawo oburuki nende obukudundu nende obunyali bwosi okuba akoyire okurukanga okudamudwa aliba n'alere abasukube bosi hasiwe aseheberenje bye omusuku obulimalirika okudwaniye okufuwa okuba lyahandikwa mbu yabera byosi hasiheberenje bye n'odwa asunga mbu bosi shinga mbu byosi birerwe hasiwe edimanyika mbu omwene ohabira asiwe kyalimu mu bindu ebyotawe n'odwa ebindu byosi biriba nibimalire okurebwa hasiwe ko abwenawo omwana omwene alirebwa hasi w'omwene oyo owabira ebindu byosi hasiwe Nyasaye mana abetenje byosi kubosi mbuda nigaba nigadali karyata bali babariye abenabo ababatisiribwa abafu nibaba nibadadamusiribwa edadata babatisibwa kudwabo okumukina ninefafuesi odwakina kuwunganga kukuhendibwi buli kise kiyosi abeho banje nditsubira obwitomi bwanje obwa endi ninakuwo kudwenywe mu mwami wefu Yesu Kristo mbu efwitsanga buli nyanga nimba ninderana nende tsisodo simbadaba Efeso shingo omundu na mundu butswa kungasira china abafuni baba nibadada mukahandita ko kulye ebiribwa nikunywa okuba mukamba nakufuwe murekati njeta okubusanga n'ababi kubiyinja ebima ebidayi sisimushe okuruna mu bumesi mukole ebima ebidayi nimusira obuwononi okuba abandi kiba mumanyire Nyasaye ta esungire endiyo okumufimbya emirwe Bwana obudi alarera mbu balamusibwa bariye handi mbu nombirishina okwabeza okwisanako ori omusiriwe ekya olakashiba ekilamune kilafireta ne ekyorakanga ombiri gwene okuri bafata habula imoni yeimwo busa kata yamabere kata eyindi yosi Nyasaye akiheresinja ombirishinga olwa achama ne wilimo ombiri kwayo yene kata inyama yosi shiri imyanda lata
okuba iliwo inyama y'abantu nende y'esisolo nende y'amanoni nende y'esinyeni kiliho embiri ky'omwikulu nende embiri ky'omusyalo handi oluyali lw'embiri ky'omwikulu luri huwalo ne oluyali ky'omusyalo luri huwalo liliho oluyali lweruba nende olw'omwezi nende olundi lw'esing'ining'ini okuba kata ing'ining'ini indi yabuhane nende ing'ining'ini yashe oluyali lwayo obulamushi bw'abafu nabo buli buryo kurakwa mu busasishi kulamusibwa nende eimero eibula obusasishi kurakwa mu busoni kulamusibwa mu luyali kurakwa mu butafu kulamusibwa nende amani kurakwa omubiri gw'oburulanda kulamusibwa omubiri gw'omwoyo nikuba nikuliho omubiri gw'oburulanda omubiri gw'omwoyo nako gwosi kulibaho nolwa yahandikwa lilyoku omundu wa mberi Adamu omwene yehola ow'omwoya obulamu ne Adamu omumalirishi yehola ow'omwoyo okurera obulamu ne omwene oyo ow'omwoyo shaliye orangirira okubaho ta habula oburulanda n'olunyuma ow'omwoyo omundu wa mberi yarula musyalo n'oweriloba owakabiri yarula mwikulu oweriloba shinga olwa ali n'olwa aberiloba bari baryo ne ow'omwikulu shinga olwa ali n'olwa ab'omwikulu bosi bari baryo ninefwe shinga olwa kulifwanana nende oweriloba likondo lye n'olwa kulifwanana hulyo nende ow'omwikulu likondo lirye abeho banje Yesu muliro nobu inyama nende amabanga ngala okulangirwa okubangu bubi society kata obusasishiwo okulangirwa obusasa nole empusula libiso kikukola ndoda kwesta ne wesi kulikanirwa kyaluba muhise ekyokutemerya kukutwa kamono olwika olumalebe pange olwali kutwa okuba olwika olwa luli kutwa akafu balinamuka obulasasika kandita nekwe kulikanirwa okuba emibiri kino ekikwitanga kihoyera okwitwalira oburafu o emibiri kino ekyobusasashi olwa kiriba nikitwalire oburasasika nende kino kitwalanga olwa kiriba nikitwalire oburafu wata abweneho irula kikuwa yazana lyahandikwa ngo okufwa kubirirwe dada nikuulwa iwe okufwa okuulwabo kulihena iwe okufwa okusiba olubada kwo kulihena ola okusiba kwokufwa mubononi amanyi kuboni namalako ne nyasaye etomukwe kusha okunyaliranga okuula olwa omwami wetu Yesu Kristo niko akakira abeho banje aba ndenya mwitinyirisie kijye okura sabulukana ta murako myoyo okolanga atotere emirimo ya omwami okuba obunyani wenywe omwami kimbabutwa ta Asanteni sana kwa kusoma. Ni wakati tunataka tupate introduction kutoka kwa familia na recognition. Hapa tumekuja tu kwa ajili ya sala, sio mseni, maana mseni utakuwa nyumbani. Simamia familia. Wali mwefwe wemererwe nende Archdeacon Mfwe
Narimo area dean na assistant evangelist ndio abakono bandi bose abemerera kanisa cyefwe cha ACK na wote ambao wamekuja kushiriki nasi kwa hii ibada maalum ya mwenda zake Sofia, na wasalimu kwa jina la Bwana. Hamjambo nyote? Hamjambo tena? Basi ni nafasi kidogo ambayo tumepewa ya kutambua na labda kuwapatia nafasi wenzetu wachache ambao wamekuja kwa shughuli ya leo, na tutaanza moja kwa moja. Nimepewa mwongozo na kijana mkubwa, na kwa hivyo kwa ajili ya heshima tutafuata huo mwongozo. Waliotoka mbali, hii ni ACK Diocese ya Butere, Dinari ya Shetala na pia Parish ya Shetala. Mwenda zake dada yetu alikuwa anashiriki kwa hii Parish ya Shetala, lakini kanisa yake ya nyumbani inaitwa St. Anne's Kendero. Unaweza shangaa ni kwa sababu gani tumetoka kule chini kuja mpaka hapa kwa ajili ya maombi. Ni kwa sababu ya heshima tu. Hii ni parish, kanisa yake iko karibu na huko nyumbani. Basi nataka kwenda moja kwa moja orodha ambayo nimepewa. Kabla sijawaita niseme mimi huyu ni bibi ya kijana, ananiita bibi Nyafriari, I'm father-in-law, na heshima hiyo alikuwa nayo hata japokuwa nilikuwa mdogo kwa umri kwake, lakini alikuwa aniiti jina. Mara nyingi alikuwa anasema tu papa. Sasa hapa kikundi cha kwanza ambacho nimepewa na watoto wake ni kikundi cha marafiki, friends to Sofia, na ni marafiki na tena ni jamaa zake. Wataongozwa wa kwanza, watakuwa wawili tu. Mmoja ni dada yetu tunayemjua Mrs. Grace Upuka, alafu na mama Ana Oreto. Hao wawili ndio wako kwa kitengo cha friends. Naomba mnapojitayarisha kuja, tutakuwa na wale ambao watawakilishwa na sister wa mwenda zake wakiwakilishwa na Dorcas. Kwa hivyo tuanze na kikundi cha kwanza. Abana banyasaye tekolokhora nyasaye kulimo abekhale khubwali nende yosilie nende ikola yanje ikai nende abana banje bafilirwe nende abekho bosi ukhulakho bandu te Nairobi. Ndakhamushenzeke esitere omwami yesenze omugulu ende esinjirana okhukula nyasaye oyo ounyalire osinjirana esiene siwasile Nairobi kushina muno eliere nangwa Ana Orito. Eliere nangwa Ana Orito kanisa yekendero endishinga weshikwenyi endishinga mama kanisa nesinjirano okubola obuloli obumukhana okambo ebola nende oluyalo lulayi lwomukhulundi yalala mama okambo alelo parish Shetala nde arero parish Shetala n'abantu bamanya sana oluliro parish Shetala nokunyola ikanisa ekwekendero kunyolanga ikanisa ekendero kwarulana omunji w'abantu bakhumanya bamanya Sofia bamanya Sina
Ibaraba ndo bahari baraga ugendo kuregerera ta. Kakire babona ikanisa ino Sofia yetu kanisa. Abantu baraga kugenda tabaho. Euphoria. Oshira muno Sofia yarumita wanje wazi akubulai sana. Omusaza we yananga kuwe yananga ku oshosho. Yarumoriere ubihore obita. Kana obita sai. Ya hapo na mahua maji. Kato mwana anje afoma rae kwa mchaji. Isimi ila ele hanga ukyo kwenye kujana kompyuta. Nizofia ambaye kanati. Eshaka kwa ndajati na amane kaamrisha. Kule ndio mjini kukati sekendero. Sofia bora ndo mwana mtu mwenye ndio sokorozi hui kwa mjungu ndio kusema na nyama na zangu. Aba ndio kwa ndo akata mchaji kuna vingo vya hona. Ni kupanga ovyo mno. Ovyo mno kana ovyo mno. Okushira mno ikanisa yekendero kuchako osezerwa asezerwa kilazi cyabara basoba akabu. Sofia ndo ana timu kwa kwa chingula ipodo nado mwana udango ndeko. Na kurusa mkilazi ndo kumba haya wekanisa. Nisajole hapo ele. Hiwata mbaki kanisa. Kujaga sampana tena. Sofia chingule po mwana ambaye ndo mwana wao. Rusia obuloli tukwete kunyaro ulai ndio nikosebera luisa wangu bila sana. Kakile tete ule na yoni kirenje khaire kidara kirenje khaire kifite jalo kichi ule na yoni kanze aero da siuloi kidogo ndikolo tuwani ejera ulai anashiro kuna hada hajenda da hona. Omita anje my friend emweza ngashimuli mwali wote mweshimuli iwali akamzoma embora ngobyo mno anazidide nyanga asante wali nyanga ino ekatukutukosi kwaye pia mayoza madai edelika kalio sobrebe bosi bebe handi nara nanje place ilikulu handi siota. Nenda bati somi chachi na grace. Alafu nenda bati kwenda atia anupu. Kwa utaliafua yatoka grace kutoka. Yeye kwa mfano wanje uno. Maana anje uno ablao muri Yesu alikuwa lango. Mfano ule ablanga kwenye dalili. Ablao wali seje wala seje ulalejera ulalazire. Mwalimu mama ya ulangama kata ndo banolo kitu fanoliye mwana efono yana shiro mtiti uno mwana yana shiro mtiti lakini Sofia ya mlanga hofu ndira ile tao ya imanya lakini ya mlanga za baba kutema kanisa Sofia unaonyesha kufanya mlanga tawe abakola hofu ndo nende abo anje Richard Dorito bamanyire abakola hofu nende Richard Dorito siwa manyere Sofia sinari akola ekazi kanisa lina nyalo parabale doyo kuna aulo msiane wewe unatawe Sofia ya sena iye vitana uno tukishiro kutekendera handelia tekendera hanwa haula vitana hadari zeni no sharo ulai ubere nomba ubere nakara atabsubari rada kula fulani de fulani nomba Sofia sena niye agano anasende kendero. Sofia sena akasenye. Ashiro kuna ngaho utatawe. Shingalia teha naloma nomjiti ananga senye. Kato mwambe uno yananga senye. Samuana nashirio samuana siana kutukila yanje tawe. Siana kutukila yanje tawe. Bana kuhu. Samuana na Shiroshia na kabalira ya Gitayana hata senje. Abana beba no boss. Shigana beba ule nyana kaka senje na mwana mtiti primary school. Ya hanyola abana beba no. Abana beba no boss bananga kuhu. Ngulanga ngore ha muduni. Bananga kuhu abla kata abani bali mushi bamanyire ira yanje tabamanyire tunyise wina
mwana wanje uno ikanisa mukowe ni mulembe niseshikana zenye uwe mkobane liwa ziwalilaila jalilanga kurusi enyaha nikitayiya kabisa atendo bulayi neshiro kumala ekulemuhanda abesulu banje kuriyo muno ibere olutendo lutinyu nakadompaso omusyani wekyahanyagireta lakini yatika akanosensibaikola ebyenebata uno ni special kulinda nyakufya neshikala mulinde banamufwala yani special abandi batokuwala wanje tanyalokola kakenako emika emingi sana nibalusinje omwana uno Kakamega ndali nembwalanga mana nobuule Nairobi nomba nabangola kuhu ehamze kukutika yazena lobi lakini balinde omwana uno nedokuyende banyasaye atukole nyasaye ali naboko kyako benyene kibahanyagiretawe kata mapesa kabahana kibamanyirete nyasaye niuma ndemenda kumbulirako Wali banyasaye allameda gwaya eda bafindi beni ndimo eda bakomi bose mshasa nembya yomani mlebe ko mlebe ha mlebe chini bedera Sofia Bwana Yesu asifiwe tena ese misi ngirangana umkhana uyonda siyakukho Sofia hakuna bahana badala Mtume sikweli wa bahana 11 lakini sana pakisikana abantu bana esi umuntu endabakibana baba balona kwa yeye kupia nyasayo umkhana yuwa hadwana liye amepiga vita na sasa nalo kupia bana bebe abaupyo watoto wamegaramia kwa mama yao, wamegaramia. Na mimi nawashukuru sana. Sofia shiyako nayo ile yata. Na upendo wa Mwenyezi Mungu. Ndio kweli kwa bana baela nina. Bako nebatena. Walijaribu kutafuta uhai wa mama yao. Lakini haikuwezekana. Wacha Sofia kupumzike na amani ya Bwana. Au nuke tangu mnyadu wa nyasaye. Nyalo tu na mbarikiwe. Kwa majina ni Mama Dorcas Otieno. Leo tano lakini pia iko na ushuhuda ya kusema safari ya mama tumeona mkono wa Mungu kwa kila hali na mali. Tumeona tuko kusimama na sisi, akituongoza, akitufuata nyuma. Kwa hivyo hata kama mama amelala, mimi roho yangu imefungua. Mungu akupokee na alale salama. Sofia, my mother, my sweet mother, my beautiful mother, lala salama. Jesi jirano This is the husband that God gave me. Mama alikuwa anapenda bwana yangu sana. Sana, sio siri sana. Na kama ndio msichana mwenye sana, Sofia alikuwa anajitayarisha kama mama. Leo yake amechama. Hata yeye mwenyewe anajua. Nitampatia nafasi ya mke. Thank you. So, nashukuru kanisa. Nashukuru familia yote, ndugu zangu, marafiki zangu ambao tumefanya nao kazi ya baba Kliniki. Nataka kushukuru pia watu wa kanisa ambao ni washirika kwa ule uhusiano mlikuwa na familia.
Pia ningependa kushukuru ndugu zangu nimetembea nao hapo katika kikundi. Tumetoka Imoze, leo tuko karibu watu 35, kesho tutakuwa wengi zaidi. Tuko na furaha ya mama. Mimi sina maelezo zaidi. Mama alikuwa wote. Mama alikuwa anapenda. Mama aliandika nafasi yake kwa dunia hii vizuri. Sisi wenyewe tujiulize na sisi hiyo nafasi iko vipi? Kama kuna mtu alikuwa na bahati ya kuwa na mama mkwe, I got a wonderful mother-in-law. But nilisikia uchungu nikiona akiteseka. Siku ile aliletwa Nairobi, akiweka kwa ambulance Kakamega, mimi ndio nilipokea mama. Mama wanataka ujinga tafia. Tajika mama. Yeye alipita mama. Yeye mama mshitana. Asiana nimepanga leo akalia kwa mama. Nemore dakta. The next day. Kwa mama yangu rafiki wake. Shukuru wewe. Timu ya kuleta hiyo timu sita mtu. Sisi ndio mtu mwezi. Watoto wengi wanafanya kama Nitaka kusema kitu ngalo mkaba kuleta fuesi. Shukuru malai. Shukuru kwa sababu bwana malai. Sababu ile kwa. Ndio. Kanisa ikatala. Kwa sababu ano tutakuwa ibada hiyo. Mrende mwenye. Mrende ke ibada hii. Ndio mno. Unanabii tanga. Waliniambia naye. Karumshia mwanje. Mungu mukulu ndo ahowe. Ndani ndio kuna mfano wa kutokomeza na alikuwa kwa sana. Anataka mwenyewe. Ngao amado alipeka nikamtia huo. Wewe ni ameni nani akora. Ana ule huyo ndo mkira umeanza naye. Hawana leo kule ambiro. Msira hii lakini umaile Oluga yetu suluhu wanatende olubangi batende sana mpaka kuonekana sana kukuli sai omurembo nalimukanali lino mukole n'omurembo murembo n'olesito n'omwako kodema ebendero. God is good and all the time. Mimi naitwa Wanjiru Aura. Na tuko na mwenzangu hapa Nancy atawasalimia. Habari zenu? Mimi naitwa Nancy Mutuko. Mimi ndio nimeolewa na Lasbon ya mama ya Mama Sofia. I want to do a short tribute for Mama. Mama, your gentle heart was inclusive and full of love. You pulled us close and made us yours. That was your heart. Your calm voice could settle any family storm. We thank you for raising the men we share our lives with. We see you in them and we promise to protect what you built. Rest, Mama, rest. Tutaonana baadaye. Mimi nilipokuja kwa boma ya mama, being married to Ndeko Auma, alinikaribisha vizuri sana. Hakuna siku hata moja nimesikia akinibagua kwa maana ninatoka upande ule mwingine. Every day felt at home in Mama Sofia's house, and I'm forever grateful. Even to my in-laws here, nasikia mwenye ananibagua. So I've become one of you. Nasikia mimi ni Wanjiru Aura. So I am here to stay, and I thank Mama for accommodating me to this community. Nilipopata mtoto wangu wa kwanza, Mama came to my house to cook for me and take care of me. And I am forever grateful. I have so much to say about Mama. But all that I can say, asante mama yangu. Na mimi sitamwambia rest in peace. I
I will tell her good night. Kwa maana tutaonana baadaye. Asante. Sasa kuna wale nephews and nieces ambao watawakilishwa na Sylvia. It's Sylvia. Yeah. Madhabahu, familia, waombolezaji, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina ni Sylvia Murela, nikiwa mtoto wa dada ya mwisho Sofia Aura. Nikisimama hapa niko na huzuni kwa sababu you might say I've lost an aunt, but to most of us, nieces and nephews, Mother Sophia was a mother to all of us. So, wacha tuseme tu, wacha Mother Sophia apumzike. Mwenyezi Mungu azidi kutupatia nguvu, na the grace of God should be sufficient to all of us. And to my cousins, Mungu aendelee kuwaneemeshia. Asanteni. Praise God. Praise God Church. Najulikana kama Joa huyu. Na mimi ndio kijana mkubwa wa Noah Boda. So, to me, and my kuhu, huyu bila kutaka kuhu, simutaki shoshi. Huyu wangu ni kuhu. To my personal experience na kuhu wangu, it was one of the best. Because nakumbuka some time ago kama bado tuko Ingoza. Ulikuwa unamaliza shule unasikia ukifunga unaenda kwa kuhu. Hiyo siku alikuwa anaishi Isili. It was one of the best experiences. Naongelea hapo tu, sitaongea mambo mingi. Then I am also kuna wachukua kwa huu, maybe wanajiramka. Unaweza kuja. Hao ndio wachukua kwa huu, lakini sio wote. Wengine watapia think tomorrow, wanafanya kungojea na kuja. So kwa hayo na machache, nasema asanteni sana. Sasa tunaona liko. Asante sana. Kwa ya kurenga kuleresha kwa shomo ishe. Abana wa Alamu Sofia. Ni badala moja ni. Kanisa, familia, marafiki, habari zenu. God is good and all the time. Majina anaitwa Humphrey Silaura. Mimi ndio lastborn wa this beautiful lady line here. Kibuti yangu kwa madhe, Mom, I am lost for words. You are my first teacher. What do I say? You have been here for me all my life, and I don't know how to live without you. You are my drive, my inspiration, my cheerleader. As I still hear your voice, from the day I went for army recruitment, you were saying my name, my son, my son. That voice, Mom, will echo in my heart forever. I love you. I only wish you could hold on a little longer so I could do something for you, Mom. How do I release you?
Mom, do I even have an option? I let you rest, but in my heart, I will always live. I will keep the memories alive. You are all that I had. In the life ends, in death heart. You will remain in my heart. I said, how do I say goodbye now? That's the option. We need all our best. Kuanzia kwa Mungu, familia na marafiki wanajua. So, tutaonana baadaye. Kanisa la ACK, waumini wote ambao wamekuja hapa siku ya leo, majirani, wazee wa kanisa, kina mama wa kanisa, familia na marafiki. Mimi sina mengi ya kusema, niko na machache tu. The only thing I can say that I'm proud to be a son of a matriarch. My mom was a matriarch. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nimesimama hapa kwa niaba ya dada yangu mdogo ambaye hayuko. Nitasoma tribute yake fupi sana. Anaitwa Janet Nandwa Amaya Okambo. As I fondly refer to you, my world feels emptier without your love, your warmth and your presence. Yet your memory will forever keep me strong. I promise to uphold every virtue you instilled in me, Mommy. Thank you for being strong for us, your children. It was and it is still a blessing to be your daughter, Sophia. Today, I choose to celebrate you, Mom. I will always love you. Asante. Basi imeisha hivyo. Lano sio kumwana mkholondo. Wamakuwa kose kaera kuyeta. Shukula mwingi siyanga na bandi ta kumwembera kwa tsamu. Bwenje peto tsa kidogo. Hiyo stanza. Yesu mwene yeta ni ambokola. Jambo tenezi. Makoka Yesu na malaipa. Hamjambo nyote, hamjambo wachungaji. Tunashukuru sana kwamba mmetupa fursa hii. Tunashukuru sana kwa heshima ambayo mmemwonyesha Mama Sofia. Safari hii ya Mama Sofia ya mwisho imeanza kwa hekima kabisa. Kwanza kutokana na kanisa la All Saints Cathedral ACK ambao walikuwa na ibada jana ya kumwombea mama. Na leo tulipata habari wiki ilipoanza kwamba mungejivunia pia kumpokea mama. Hilo ni jambo la heshima sana kwetu kama familia. Tunasema asanteni sana, mbarikiwe sana.
Kwa waombolezaji wenzetu ambao wamejumuika na sisi, tunatoa asante zetu sana sana sana. Nasema hivi kwa sababu mama aliyepumzika hapa angefanya hivyo hivyo na labda zaidi. Mama alikuwa mtu wa watu, iwe ni mazishi, matanga, iwe ni harusi, iwe ni mtoto kuzaliwa, mama alikuwa pale pale, alikuwa anajitokeza. Wengi mnajua, na safari hii ama hekima hii ya mama ndio iliyomfanya mama akatuita sisi watoto wake, haswa mimi, akanielezea, kijana wangu, hebu tusaidie kanisa la St. Anne's Ekendero. Na jivunia kwamba mimi ndio nilikuwa wa kwanza kabisa kusimamia harambe ya St. Anne's Ekendero, na pamoja na ndugu zangu na pamoja na jamii ya Ekendero na wengine wengi tumejaribu inavyowezekana kulisimamisha kanisa lile, na tutaendelea kwa sababu ya heshima ya mama na kwa heshima ya kanisa, kwa heshima yenu viongozi ambao mmetuonyesha mnaweza kutushikilia wakati tuko chini sana. Hatutawaacha vile nyinyi pia mmetushika mkono, tutaendelea. Kanisa ya Ekendero tutamaliza kwa heshima ya Sofia Aura. Kuna wengi tu ningependa kuzungumzia, lakini labda muda hautaniruhusu. Kuna wakwe zetu wamekuja kutoka mbalimbali, tunasema asanti. Nachukua hii nafasi kwa sababu afadhali niseme haya kwa sasa, kwa maana kesho nitapata fursa ya kuzungumzia mengi kuhusu Mama Sofia. Kuna ndugu, kuna shemeji, kuna wakwe zetu, kuna marafiki, kuna dada zangu, kuna mama zangu wadogo. Naomba tu mpokee asante zetu sote kama familia kwa kuweza kumshikilia Sofia Aura. Kuna kikundi ambacho ningekuwa ninaanguka mtihani nisipowatambua, wanajiita Bright Marama. Wametembea na sisi, ni vijana wa huko nyumbani, wengine baba zangu, tumetembea na wao hii safari. Nitakuwa naanguka nisiposema asanteni kwao. Vile nilivyosema, hadithi yangu kwa Sofia, samahani namuita Sofia, wengi watadhani mbona unamuita mamako Sofia? Ni kwa sababu ya upendo niliokuwa nayo kwa mama. Mama alipougua mara ya kwanza miaka 9 iliyopita, alipopata stroke, wengi hawakudhani mama atatoboa. Wakati huo madaktari walikuwa wanatuambia, hebu mzungumzieni, hebu muiteni majina, huenda atapata nafuu akisikia sauti. Basi safari yangu ya kumuita mama Sofia ilianzia pale, na kila wakati nilipomuita hivyo, mama alikuwa anachangamka sana, mama alikuwa ananikumbatia. Ndio kwa maana ninasisitiza na nasema nilikuwa namuita kwa jina lake. Tunapomsindikisha mama tunasema, ningependa tu kuacha na neno na wazo moja. Wale kati yenu ambao bado mna wazazi wenu, wale kati yenu ambao bado mna mama, watunzeni hao wazazi. Kama una mama, kama una baba, watunze hao wazazi, usiwaachilie. Ndio kwa maana leo hii tunasimama hapa kama familia ya Sofia Aura, tunajivunia kwa sababu tangu agonjeke sisi tumeona mapenzi yake, ameona mapenzi yetu. Tumekuwa wa karibu sana, na mapenzi yake kwetu yametuleta pamoja sana kama jamii. Ndio kwa maana unaona labda ndugu zangu wengine kidogo inakuwa ni vigumu, lakini ni kwa sababu ya mapenzi. Tafadhali, kama una mzazi unamuita mama, kama una mzazi unamuita baba, una kibarua.
ukimwachilia utajuta wewe. Ni hayo tu ningependa kusema kwa sasa. Wasia wangu kwa mama mrefu nitautoa kesho. Asanteni sana kanisa. Asanteni sana waombolezaji. Tunawapenda nyote. Asanteni. Tena niseme poleni sana kwa hali hii ya uchungu. Kupoteza mama ni hali ya uchungu. Katika parokia hii tuko na kanisa letu linaloomboleza la St. Anne. Kama Wakristo kutoka St. Anne wako na sisi, wakaweze kupunga mkono tafadhali. Wale wanatoka St. Anne Kendero, asanti sana, asanti kwa kukuja. Tuko na Wakristo wa St. Stephen's Shatala Parish, sisi wote kama tukaweze kupunga mkono tafadhali. Asanteni sana kuwa nasi. Tuko na kwaya yetu iko, asanteni sana, tunashukuru. PCC members, wale wanaoingia kwa PCC kama wako kati yetu, asanteni, tunawatambua. Executive team, wale wanaingia kwa executive wako, asanti. Ningeomba Shadraka kama akaweze kusema jambo moja kwa ajili ya executive team. Ryomno, our Archdeacon, with all protocol observed. Langu ni moja tu. Rambi kwa familia ya Mama Sophie. Waombelezaji wote, asanteni kwa kuja. Tafurahia na tunashukuru utendakazi wa Mama Sophie ambaye ametoweka ama ameenda kwa Baba. Tukiangalia katika majarida yake ya kazi kwenye parokia, kazi yake ina exceed expectation, pamoja na wengine ambao tunajua kutoka eneo hilo. Nilifurahishwa sana ilipotajwa na omwami aura ifamanya onde kaura ndolanga, lakini no kulanga kwa kumanya ndio. Nimefurahishwa sana kusikia wakitaja kwamba ile kazi ambayo mama alikuwa akifanya wataendelea kutimiza. Kindly twashukuru kwa hayo, keep it up. Thank you. We have lost a great team player, na tunajua pengo ambalo mama amewacha. Mungu mwenyewe anajua vile ataendelea kulijaliza. Nimeongea Kiswahili kingi kwa sababu ya mwizukulu wangu inelo kutoka amesema kama pengine mengine yamekupita Kiluya, tumesema nyinyi kazi vizuri kama mama. Asanteni sana. Bye. Thank you very much. My name is Ndugu Shadrack Nairo. Mtu ndiye alianzisha hiyo kanisa na wenzake, tukaanza vizuri, tukasimamisha, nikaenda, merudi, naendelea. Kwa hivyo kanisa haijakuisha, na vile umepromise, tafadhali ikwe namna hiyo. Sina mengi, nachukua mwili ya Mama Sophia napeana kwa mchungaji, kama watamsindikiza wamsindikize vizuri. Asante. Kwa majina wa Makonja Albert. Asante. Tuko na diocesan evangelist ambaye tunafanya naye kazi ya Mungu, atusalimie. Basi madhabahu yetu ambayo inaongozwa na Archdeacon wetu Rodin ambaye anafanya kazi chini yake, mchungaji wetu, watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao wako hapa juu, kwaya, pamoja na watoto wetu ambao Mwenyezi Mungu amechukua mama yao Sophia kutoka kwao, na waombolezaji wote, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Jina langu ni Diocesan Evangelist Janet Muholo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana.
kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu na hudumu hapa katika hii parokia ambayo iko na kanisa zote kwa pamoja 5, na nashukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Lenye nataka niseme ni kwamba watoto wa Sofia, wacha Mwenyezi Mungu aweze kuwainua, awafunike na hiyo damu ya mwanake Yesu Kristo, awafunge mkanda mtakatifu kwa ajili ya hali ngumu ili muweze kuistahimili. Asante mchungaji. Asante sana. Tuko na retired Reverend Alfred, atusalimie tafadhali. Baba Agidikon, area dean wetu na watumishi wote ambao wako mahali hapa na waombolezaji wote kwa jina la Yesu na wasalimu. Hamjambo wote? Hamjambo. Familia, poleni. Kwa majina naitwa Reverend Alfred Mkolwe, padri mstaafu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme jina langu ni Reverend Jane Orembe, nikiwa hapa kama kasisi wa parokia hii ya St. Stephen Shatala, tena Rodin wa dinari hii ya Shatala. Nimeokoka. Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nataka niseme familia, pole kwa kupoteza mama. Ni uchungu, hata sisi tumesikia uchungu, maana tangu nija hapa kila wakati evangelist alikuwa ananipatia habari ako na mama Sofia ambaye ni mgonjwa ako nje, na tumekuwa tukimkumbuka kwa maombi kila wakati. Tuliposikia ameaga, hata sisi tulihuzunika kama kanisa, maana kuna mahali alikuwa anashikilia, mahali pakubwa sana. Lakini nataka nishukuru familia ya kwamba wamehaidi mahali ambapo alikuwa anashikilia pia hao watashikilia, maana ile kazi aliwafunza kufanya, kama ameenda wasiache kufanya, waendelee kufanya. Yala aliwakataza msifanye, tusingoja ameenda tuanze kufanya. Tujue ya kwamba alitukataza. Na neno kuu katika maisha yenu ni kutii Mungu. Tunapotii Mungu, hakika familia itaendelea kusimama na Mungu ataendelea kuwabariki. Mungu awabariki sana. Kesho ni siku njema yenye tutakuwa tunaaga mwenda zake Sofia. Ibada itaanza mapema saa 3 kamili. Tuwe tayari kwa sababu ya hali ya anga haijulikani. So tunaomba familia saa 3 kamili tuwe tayari kwa ibada, tuwe na nafasi nzuri ya kuaga mwenda zake mama Sofia. Amen. Tukae tafadhali. Asi Rodin and Vicar wetu wa Shatala Parish pamoja na huduma wote katika huduma huu wa parokia hii na dinari hii, family ya mchendi mama Sofia Ura endabesa ve khobosi and the family yosi ya Shatala as a sublocation, na wasalimu nyote mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nyasaye no mulai Seviosi mno sana. Sababu Nyasaye no mulai Seviosi, tunamshukuru Mungu sababu ya matendo yake makuu. Yeye ndiye anayetupa uhai. Moja huyo ndiye anatupatia nafasi hata ya kuondoka ama kutamatisha maisha yetu tunapoondoka katikati. Kwa hivyo yeye Mungu amepanga ya kwamba kuondoka kwetu tunapumzika. Tunapumzika kutoka taabu ama kazi ambayo tumefanya. Na kazi ile ambayo tumefanya, matendo ambayo tumefanya yanaambatana pamoja nasi. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba mama Sofia Aura amepumzika, amelala
pamoja na Kristo Yesu, roho yake yapumzika na yeye na matendo yake itamfuata. Na siku ya kiyama tunajua ya kwamba atakuwa wale wa kwanza wa kufufuliwa. Sisi ambao tutakuwa tungali kama ni leo tutawafuata. Kwa hiyo nataka nishukuru sana familia betu kulubefwe ala bana ba Ura na Sofia, tunawashukuru sana. Zingine tunaweza kosa maneno ya kuambia sababu sema pole, zingine naongeza usuni sana ama kilio ndani ya mioyo zetu, lakini tunataka tuwatakie amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. May the peace of the Lord keep you and lead you at a time like this when the spirits are so low because of the loss of your mom. When it's like everything is lost, because losing a mother is like you have lost everything, but there's still hope in the Lord. Therefore, we encourage you to cheer up, stand firm in the Lord, because there's still an opportunity for you to live in the absence of your mom. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mama Sofia tunamjua sana kwa sababu nimekuwa hapa, nimelelewa hapa, nimehudumu hapa. Kabla sijakuwa mchungaji nimekuwa karani wa kanisa hili, nikawa treasurer wa parokia hii. Sasa nimemuelewa vizuri sana. Parokia hii ilipoanza na ikaendelea, tulianza makanisa 4. Kanisa hili la Shatsala, Manyala, Shianda na Masaba, makanisa 4. That's around 1972. Kawa ya kwamba Manyala ikatoka, Shianda ikafuata, Masaba ikafuata. Tabaki kwa sasa tumeongeza makanisa mengine, na kanisa ambalo lilikuwa likakushikilia sana hili ilikuwa kanisa la Chivembe Emmanuel. Pia hao walitoka wakaenda wakawa parokia kivyao. Sasa tukaanza kupiga ramli tuone tufanye aje. Na kanisa la kwanza ambalo lilikuwa tufanye ama lijengwe ni kanisa la Ndangalasia. Ndangalasia tukapata mahali pa kuweka kanisa, Mzogola kapeana mahali kanisa lijengwe. Tukapropose pia kanisa liende Huluche. Pitishwa na wazee ambao walikuwa kitambo. Kija hapa tulikuwa na wazee wanakaa hapa, wazee karibu 14. Na hizo viti kama sikiliza na vioni tulikuwa hapa mbele. Wazee walikuwa wanakaa hapo. Hawa wazee wote wamelala. Wote wamelala. Hawako. Na tunashukuru Mungu ya kwamba waliweza kulea kanisa hili kwa mwenda ambao ulikuwa ni sawa kabisa. Na tulikuwa na mzee ambaye yeye ndiye kama chakula haingepitishwa na yeye vizuri tu, basi ile chakula haijapikwa vizuri. Sababu yeye ndiye alikuwa pafu kabisa kwa mambo ya maandalizi ya chakula. Bishop akija hapa ya mzee Mkhulundo Israel Mundia, yeye atalala hapa kutengeneza chakula. Na watu walifurahia sana chakula chake. Nzuri. Bali kwa sababu watoto wetu wa Hulicheni kama walichelewa, sasa ikabidi kanisa litoke, ama wazo la kuweka kanisa Hulicheni litoke liende Kedro. Hivyo Kedro wakashika hilo na wakawa na bidii ya kuweza kuona ya kwamba kanisa hilo linajengwa. Kwa sababu ya pia mwendo ulikuwa ni mbali.
Ni watu walikuwa wanatoka kanisa, wakati mwingine kanisa hili ukichelewa kuja ungepata nafasi ya kukaa. Ungepata nafasi hapa. Katakaa nje. Watu walikuwa wengi sana kanisa hili. Kama kanisa, sio kama parokia, kama tu kanisa. Kwa hivyo tunashukuru mama. Na ukiangalia kwa record zile za wachungaji ambao walikuwa hapa, utaona kuna mchungaji ambaye alikuwa anaitwa Poloto kwa pale. Wakati huo ndio wakati mama alianza kuonekana katika kanisa hili. Wakati alikuwa amekuja, wakati alikuwa anaguza na kuendelea na Ukristo. Na kuna padri ambaye alifanya hapa kazi sana, kwa sababu ya uinjilisti wake, sababu alikuwa mwinjilisti na akafanywa kuwa padri. Aliitwa Ogendo. Ogendo alifanya hapa huduma na watu walimpenda sana hapa. Sababu tu ya uimbaji. Akisimama na gitaa yake na anaweka wimbo, na watu wanafurahia sana. Ogendo ndiye alipanda miti yenye tumeng'oa hapa. Tumeng'oa hapa miti ilikuwa mitara kwa charani mingi. Mpaka huku Ogendo ndiye alipanda. Yenda nyumbani kwa Bunyore, kurudi anarudi na miti anapanda. Sio kwamba alikuwa na pesa, alikuwa anapewa pesa ya parish. Wenyewe ananunua miti because he had that passion ya kuhakikisha kwamba anaweka alama kwa kila kanisa ambaye alienda. Hata ukienda Kuisero utaona hizo miti. Kuisero St. George. Mama amekuwa mtu wa bidii tangu wakati huo. Kwa kanisa, kwa huduma wa kanisa, kwa wachungaji, mtu wa kujitoa, mtu wa kujituma bila manunguniko. Amefanya kazi yake, amemaliza. Paulo akasema ya kwamba amepiga vita vizuri. Sasa mwendo ameumaliza. Na mbele yake kuna taji ambalo limewekwa kwa ajili yake. Na sio tu peke yake, yeye tu, bali na wengine ambao wako katika safari hii ya imani, ikiwa tutatamatisha vizuri. Kwa hivyo, wajukuu wangu, jipeni moyo. All is not lost. There's still some hope for you. Therefore, keep up and fear not. Wenyire hule kuli huwa mwibise bitutu chichira ina ni Ricky Msavis. Na Ricky Msavis wengine tunaweka usemi na inaenda sana, lakini Ricky Msavis ni ibada ya mfu. Ibada yake kama ibada yake ya misho, ambaye anakuja kuombewa sala kanisani, alafu anapelekwa nyumbani ngojea mazishi. Kienda kwa Catholic wataweza kuambia kwamba ni ibada inaitwa Ricky Mass. Ricky Mass ni ile ambayo iko pamoja na ushirika mtakatifu. Iko pamoja na ushirika mtakatifu. Kwa hivyo siku kama hii familia wanaleta divai, wananua na mikate, wanaleta, sababu hiyo ni chakula ambacho wanaandalia Wakristo pamoja kwa safari yake ya mwisho. John 11 verse 20. Ne olwa maritsa ya uli rambu Yesu etanga yarula natia okumwakanira naye Mariamu natonga munzu. Maritsa namubolera Yesu ari omwami obanu akabereho kane omusyani wekwe yakafire tawe ne emanyire mbu katabulano Nyasaye anakuheresya shoshosi esho omusaba.
Mwenyezi Mungu Baba wetu ishie milele, tunakupatia utukufu na heshima zote, kwa sababu matendo yako ni ajabu, tena matendo yako ni makuu. Uinuliwe na upewe sifa. Kwa ibada hii tunapojifunza kutokana na kifo, twaomba ya kwamba Mungu acha katika utatu wako ututawale. Nitumie kama chombo cha kutiana nguvu na wenzetu walio katika ibada hii. Tunaposemezana pamoja, Bwana, pokea utukufu wako na heshima zako zikaweze kuonekana. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi tumesoma kitabu ama Injili jinsi ilivyoandikwa na Yohana, ama Injili ya wokovu wetu jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohana, sura hiyo ya 11 kuanzia mstari wa 20. Unaweza endelea hata ufike 45 kutaka uweze kupata maelezo hayo vizuri. Katika somo hili tunaona ya kwamba familia moja ambayo Yesu alikuwa ameipenda sana, ni familia ambayo walikuwa ni rafiki wa karibu sana na Yesu. Familia ya wakina Martha, Mariamu na Lazaro ndugu yao. Familia hii walikaa sehemu ambayo iliitwa Bethania. Bethania ilikuwa karibu sana na Yerusalemu na mlima Sayuni. Wakati mwingi Yesu alikuwa anapitia hapo katika familia hii, na walikuwa wakati mwingi wanamwandalia hata chakula. Nakumbuka wakati Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, and we celebrated juzi tu the victory of Jesus Christ, death and resurrection. Yesu alipoingia Yerusalemu na akatoka, alienda kwa kina Lazaro na wakakaa hapo. Na wakati Yesu anaingia hapo, Lazaro ndio alikuwa amefufuliwa tu. Kwa hiyo sifa hizo na usemi huo ambao ulikuwa umesambaa kila mahali ulikuwa umefikia watu wengi sana, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha Easter. Kwa hivyo watu walikuwa wamekusanyika kule Yerusalemu kwa wingi mno ili waweze kusherekea Easter. Na walipomuona Yesu kuingia, wengi kama Waisraeli walijua ya kwamba tumaini lao sasa limefika, kwa sababu walikuwa wanatarajia sana mfalme ambaye ataweza kuwapiga wa Roma na kuondoa uongozi wa himla, ili nao wakaweze kupata sehemu yao kama Waisraeli ama Wayahudi. Ndio maana Yesu alipoingia Yerusalemu walifurahi sana na kuweza kuimba nyimbo za shangwe na kusema hosana, hosana mwana wa Daudi ajaye katika sifa za Mungu. Lakini alikuja kwa udhaifu mno, kwa sababu punda haendi kwa vita. Kwa hiyo anakatumia mwana punda ambaye haendi kwa vita, mwana punda ambaye ni mpole mno. Kwa hivyo licha ya kwamba waliona ni kama wanakuja kupata uhuru wao, lakini wakaanza kuoa na utata pia, ni kwamba kwa hakika huyu ni mfalme kweli. Na hayo yalitendeka hivyo wakati huo. Basi Yesu na hii jamii, basi tumesema ya kwamba walikuwa watu wa karibu sana na Yesu. Yesu katika huduma wake, siku moja akasikia, akaletewa habari ya kwamba rafiki yake aliyempenda sana Lazaro ni mgonjwa. Kwa hivyo kama mwanadamu walitarajia sana Yesu akuje, kwa sababu rafiki yake, na ameambia habari ya rafiki yake akuje kwa haraka ili akaweze kuomba pamoja naye, hata kumuona.
Yesu akakawia. Baada ya siku 2 au 3 ikawa ya kwamba rafiki yake Lazaro aliaga. Sasa habari kageuka, sio kwa mgonjwa tena, bali ni kifo sasa. Yesu akawajulisha wanafunzi wake ya kwamba waweze kufunga yale ambayo walikuwa wanafanya, yale ambayo walikuwa wanafanya, ili wakaweze kwenda kumuona rafiki yao Lazaro, kwa sababu amelala. Kwa sababu hawakuelewa, na hata pia sio makosa yao, hata hawakuwa wamemuelewa Yesu na huduma wake. Kamwambia Yesu, kama analala si ataamuka? Yesu akamwambia, hapana, Lazaro aliaga. Sasa wakafunga safari yao, kaanza kwenda Bethania. Na walipokuwa wanakaribia, sauti zao zikaanza kusikika, na habari hii ikawafikia hawa dada wawili, Martha na Mariamu, ambao walikuwa bado sasa, kwa sababu ndugu yao alikuwa amezikwa na watu walikuwa bado pale wanaendelea kuwatia moyo ama kuwafariji. Martha alitoka mbio na akaenda akakutana na Yesu nje ya boma lao, na akamwambia kuna maneno ambayo anaanza naye. Kwa mstari wa 20, na maneno ambayo Yesu ama Martha anaanza naye, anasema kwamba na olwa Martha yaulira mbu Yesu yetsanga yarula natsia humwakanira, naye Mariamu natonga munzu. Martha nabolera Yesu mbu omwami obanu akhabere hano, omusyani wefwe shiakafire tawe. Kitu ya kwanza, licha ya kwamba ni kama anamlaumu Yesu, lakini pia tunaona ile imani ambayo ako nayo na Yesu, na ile mambo ambayo inafanyika katika jamii. Mara kwa mara, hata kanisa zingine inapata kuwa na pigo kama hii, omundu nalwala nala chendirwa hotawe nonyole kanauye natira undi. Utapata kwa sababu tu ya hii ya kwamba unajua nilikuwa mgonjwa, nilikuwa siwezi, kanisa haikunitembelea. Hiyo itamfanya kuondoka kwenda mahali pengine. Ama nilitembelewa na fulani, kanisa fulani, pastor fulani alinitembelea. Sasa kwa sababu pastor fulani alimtembelea ambayo sio ushirika wake, ataenda huko. Sababu anaona ule upendo wa kwanza. Martha akamlaumu Yesu na kumwambia, omwami w'abantu bakhabere hano, omwana wefwe omusyani wefwe shiakafwire tawe. But the part B of the same question is, of the same concern, ni ya kwamba Martha anaamini ya kwamba kuna uzima ndani ya Yesu. Anaamini ya kwamba kuna uungu ule ndani ya Yesu. Kuna kipawa tofauti ndani ya Yesu ambacho kama angelikuwa hapo, ndugu yake angeliaga. Yesu akamwambia Mariamu. Yesu nabora Mariamu. Kisemi londa huo. Nabora Mariamu.
soberabo mwana wenywe nomulamu. Amini ya kwamba ndugu yako yu mzima. Na Martha nabora Yesu emanyire mbu atafufuka wakati ule wa kiyama. Ninaelewa, ninaijua, kwa sababu hata nasi pia huwa tunaamini tu hivyo. Kuna watu ambao wanaamini yale ambao wanaamini, ni yale ambao wanaamini, hawataka kujua ingine tofauti. Ninajua ya kwamba atafufuka siku ile ya kiyama. Yesu namre barabira Maritha shomanyire mbu esienesi obulamushi khandi obulamu tawe. Yesu akamwambia Maritha ya kwamba Maritha, haujui ya kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Yesu alipomwambia hivyo, Maritha alitoka mbio kwenda kumjulisha dada yake Mariamu ya kwamba Mesaya, mwalimu Yesu amekuja. Mariamu aliposikia kwamba Yesu amekuja, aliondoka penye alikuwa amekaa na wale watu ambao walikuwa wanampatia himizo la kuendelea. Wengine walikuwa wanamfariji tu, na unajua katika matanga watu wanakuja na nia tofauti sana. Sasa watu walikuwa wamekuja pale, wengine ni kama kuwachekelea. Sasa wanajifanya kwamba mwalimu ni rafiki yao. Mbona alikawia kukuja kwaona? Muhabolanga mulabeza bapadri. Kula shina shezero kubala natawe. Kula shina katachare no kama mali sabotawe. Hii kanisa yenye hiyo tawe. Kwa hivyo walikuwa na usemi. Wengine wanaendelea kumfariji, ndio, lakini pia wanasema kama kweli nyinyi ni marafiki wa huyu mtu ambaye anakifanya na uwezo, mbona hakukuja? Mariamu alitoka mbio, na alipofika kwa Yesu, yeye pia anakutana na Yesu, hajaingia kwa boma. Alipofika kwa Yesu, yeye Mariamu alitenda tofauti. Yeye alianguka kifudifudi miguuni pa Yesu, na akamwambia the same echo, mwalimu obanu wakabere kwano omwana wefwe shiakafire tawe. So you see the two sisters. Yes, the other side wako na nia moja ama the same sentiment ya kusema ya kwamba Yesu kwa nini alikawia kukuja, wanamlaumu. Lakini kando na kumlaumu, tunaona Mariamu yeye anamwabudu Yesu, kwa sababu anajua ya kwamba Yesu sio mwanadamu tu wa kawaida. Yesu ana uungu, the power of divinity in him. Yesu akamwambia Mariamu, omwana wenywe nomulamu. Mariamu nabola Yesi shinga Maritha yabola na alamushe habira Mariamu shomanyire mbesiye nesi obulamu kunendo bulamu shitawe. Na Yesu sasa umati ulikuwa umeanza kukuja kwa sababu wanafuata Mariamu, sababu walidhania kwamba anaenda kwa kaburi kuendelea kulia ama kuomboleza. Yesu
akaona umati wa watu. Na alipoona umati wa watu, alikuwa na uchungu wa moyo. Na anasema katika mstari wa 35 ya kwamba and Jesus wept. Kwa hivyo Yesu alilia kwa nini? Why did Jesus weep? For sure. Yeye ni Mungu. Licha ya kwamba ni mwanadamu tena. Yesu aliomboleza pamoja na marafiki zake. Therefore the presence ya watu karibu na wewe is very important. It's very important. Despite wanaweza kuja na nia tofauti, but their presence is very important. Kwa sababu wakiwa pale wanakutia moyo. Ukiwaona unafarijika. Ukiwaona unajitia nguvu ya kuendelea mbele. Kwa hivyo Yesu aliomboleza pamoja na hii jamii. Akaomboleza nao. Ya pili ya kwamba Yesu aliangalia na akaye kama Mungu, akaona mioyo ya umati ambao walikuwa wamekuja kusanyika na hii familia. Wakaona watu ambao walikuwa na nia tofauti ya kuendelea kuatia machungu familia hii. Therefore Jesus wept because of the unbelief of the congregation. Na Yesu nabareba mumurere hena. Mwamuyabire hena. Kuba manyangano. Kwa ila holi chiralino. Kola tawe. Sinyanga sitarulana unya. Abire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu akishaaga inabidi tumwage na pia tumzike. Kulingana na hali ya afya na mazingira ambayo tunaishi. Kwa Yesu niona kushirindwa. Abira inja kulichina. Nibayini hapo. Nakumbuka ya kwamba Marisa na Mariamu walisema ya kwamba kumanyire, umwami kumanyire. Bishosyo sitosaba papa. Kichira papa kuuliranga. Koshosyo na sababu ye alakueleza. Walikuwa na tumaini ndani ya Yesu. Licha kwamba walimjua kama Yesu ambaye pia sisi tunamjua kama Yesu, but that power, the power of healing and doing miracle, hatukuelewa. Hawakuelewa Yesu. Hiyo nguvu na uwezo watoka wapi? Ndio maana hata hao wanafunzi wako wanapomfuata hawakumuelewa ya kwamba Yesu ni Masia, ni mwana wa Mungu. Wakadhania kwa upande mwingine ya kwamba huyu ni mfalme ambaye amekuja ili atuokoe kutoka katika ufalme wa dhuluma za Waroma. Yesu ana uwezo na mamlaka za kupatiana uzima. Kusinjira kurio fwesi kama tumesimama, tutaomba tupate wimbo wa sadaka, na tukipata wimbo wa sadaka tutaleta sadaka tukifanya viewing of the body. So wanaohusika wanaweza fungua mwili ili tunapeana sadaka yetu tukiview mwili, na tutaanza na family members. Andisa yanga kasoso. Tunaanza na familia. Nje kulu unjingure sinjire nje
muhusubira mwikulu mubulafu mubuyanzi. Tunaanza hivi amimbe senje ulaku bya mberi watu wengine waendelee, familia wanajipanga jinsi wanaweza kuleta sadaka yao. So tunaweza anza kukuja, tafadhali. Familia watakuwa wa mwisho. I think they are now ready. If you are ready, you can continue. Any, you can follow the other side as you come. Mugusubira mwikulu mubulafu mubuyanzi mwamimbe senje kulu ninatema kumbinya hunjirai chimbulira kakake aefwe alimwi kulu
Sumayo Soksaya 20. Ni wakati wa kuombea family members. Tafadhali tuje mbele tukaweze kupata maombi rasmi ili Mungu akaweze kusimama nasi wakati huu tunapopitia machungu. Family members, kindly tuje tuombewe hapa mbele. Kwaya, wimbo wa maombi. Kama unaweza kwenda chini, unaweza. Kama uwezi, just stand. Tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa mwanao Yesu Kristo aliyekufa msalabani, umeshinda mauti kwa ajili yetu. Kupitia kwa kufa na kufufuka kwake, umeturudishia uzima wa milele. Tuwakumbuka wale waliofariki katika imani ya Yesu na kuzikwa pamoja naye kwa matumaini ya kufufuka tena. Mungu wa walio hai na waliokufa, wale waliokuamini kwa imani hapa duniani, milele wakusifu wewe katika furaha ya mbinguni. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wa faraja zote, katika upendo wako usiokoma na rehema zako kwetu sisi, wageuza giza la mauti kuwa pambazuko la maisha mapya. Wahurumie watu wako katika huzuni zao, uwe kimbilio letu na nguvu zetu, ili utuinue kutoka giza la majonzi haya hadi katika amani na nuru ya kuwepo kwako. Amina. Amen. Mwanao Yesu Kristo, kwa kufa kwake kwa ajili yetu ulishinda mauti, na kwa kufufuka tena kutoka kwa wafu aliturudishia uhai. Basi tujalie tuenende kwa ujasiri, tukatiane naye, na baada ya maisha yetu duniani kuisha, nitaanganishwa na wapenzi wetu katika nchi ambayo hakutakuwa na kifo tena wala huzuni, na ambako kila chozi litatiwa kupitia kwa ushindi wetu Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Chakutuma ini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana, utusaidie siku hii yote katika maisha haya ya taabu,
mpaka kuchwa jioni ifike, na dunia hii yenye shughuli nyingi itulie. Harakati nyingi za maisha zikome, na kazi yetu ikamilike. Hatimaye Bwana, kwa rehema zako utujalie malazi salama, na mwisho wake tupate pumziko takatifu na amani. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Mama Sofia Aura, malaika wakuongoze kufikia paradiso. Mashahidi wa imani waje kukupokea na kupeleka katika mji mtakatifu Yerusalemu mpya ya milele. Kwaya ya malaika wakukaribishe mahali ambapo Lazaro si maskini tena, uwe na pumziko ya milele. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Mungu akawarehemu, Mungu akaonekanie. Kristo ambaye ni pumzisho la amani, twakusii ukaweze mpumzisha mtumishi wako huyu Sofia, na ukaweze kuatia watoto wako, jamii yake, nguvu ya kuendelea mbele. Ukaweze kumtia nguvu wote watakao kuja kuomboleza pamoja nao. Ukamweke mtumishi wako mahala ambako huzuni na maumivu hakuna tena, wala mashaka, bali maisha ya milele. Wewe pokea la umilele, uweze kumiliki maisha yake ya milele. Na sasa si wa kudumu tena, tulimpewa kwa udongo, na kwa udongo pia tutawarudi kwako, kama ulivyotuamuru wakati wa uumbaji. Nyie ni mavumbi, na kwa mavumbi pia tunarudi. Sote tuenende mavumbini, na tuweze kuwakumbatia watoto hawa na kuwaweza kuwafariji katika hali ya kuwatia moyo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na Mungu awe pamoja nanyi. Amen. Thank you so much. May the peace of the Lord be with you. 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 Amani ya Bwana iwe nanyi. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amani ya Bwana iwe nanyi. The peace of the Lord be with you. The peace of the Lord. The peace of the Lord. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba wetu wa mbinguni, tumeingia katika nyumba yako takatifu kwa ajili ya ibada ya mwenda zake Sofia. Baba, hizi ni zaka ambazo watoto wako wametoa. Baba, usidi kuwabariki, sidisha vile upendavyo, ikiende ifanye kazi yako. Baba, tuseme ni asante kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Waliotusaidia kubeba mwili watakuja watusaidie kubeba mwili. Sisi tutakuwa mbele, mwili utafata, familia waliofiwa watafata, alafu wengine watafata. Asanti, kuwa watulivu.
Amen.